Kisha Allah tabaraka wa taala akasema walillahi mirathu samawati wal ard, ni wake yeye Allah tabaraka wa taala urithi wa mbinguni na ardhini. Ni wake yeye Allah tabaraka wa taala mirathu, urithi wa mbinguni na ardhini, kwa maana fadhila zote, mali zote tulizonazo, hizi ni fadhila kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hizi ni mali za Allah tabaraka wa taala, ametupa katika fadhila zake, na yeye Allah tabaraka wa taala ndiye mrithi wa vitu vyote. walillahi mirathu samawati wal ard fasayarji'u ilayhi subhanahu wa ta'ala hadhihi al-amwal kulluha, mali zote hizo zitarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Mali zote zinabaki kuwa ni urithi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu siku zote analia mali, analia kwa kusema mali yangu, mali yangu. Huna chochote isipokuwa kile ambacho ulichokitoa kikakubaliwa na Allah tabaraka wa taala, au ulichokitumia kikaisha, hicho ndio cha kwako. Ama kile ambacho bado umekimiliki, uko nacho, unakiendesha katika mali yako, hivyo muda wote waviacha, muda wote waviacha, na ni vyenye kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. walillahi mirathu samawati wal ard, na ni wake yeye Allah tabaraka wa taala urithi wa mbinguni na ardhini, kwa maana yeye Allah tabaraka wa taala ndiye mmiliki wa kila kitu, na yeye ndiye mwenye kutafaddal, mwenye kutoa katika fadhila zake kuwapa waja wake, kuwapa viumbe wake katika khairi zake Allah tabaraka wa taala. wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah tabaraka wa taala kwa yale mnayoyafanya ni mwenye habari nayo. wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye habari na yale yote mnayoyafanya, kwa maana hakuna jambo lolote linalofichikana kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, liwe jambo la siri au jambo la wazi. Allah tabaraka wa taala ni mwenye habari na jambo hilo. Na aya hii inaonesha ya kwamba kufanya ubakhili katika mali na mtu akaacha kuitolea zaka mali yake, kwamba mtu huyo mutawaadun biladhabi ashadidi yawm alqiyama, ameahidiwa mtu huyo na ameandaliwa adhabu kali siku ya kiyama. wa hadha dalilun ala anna man'a az-zakati kabiratun min kaba'iri dhunub. Hii ni dalili ya wazi inaonyesha kwamba kuziwia zaka ni dhambi kubwa, kwa sababu kumeahidiwa na kuandaliwa adhabu kali siku ya kiyama kwa yule ambaye mwenye kuziwia na asiyetoa zaka ya mali yake. Kwa hiyo hii ni tahadhari iliyokuwa kubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwetu sisi, wa bil khusus wale ambao wenye mali, wenye kumiliki mali ambazo zimefikia kiwango cha utoaji wa zaka. Wasifanye ubakhili, na wafahamu ya kwamba kufanya ubakhili ni hatari kwa wao na sio kheri katika maisha yao haya dunia, kadhalika na maisha ya akhera. Hiyo ni surati Al-Imran aya 180. Kadhalika katika dalili alizoziweka Imam Adh-Dhahabi rahimahullah akasema wa anin nabii sallallahu alayhi wasallam, na hadithi nyingine kutoka kwa mtume alayhi salam, fi man mana az-zakata, hadithi inayomzungumzia mtu mwenye kuziwia zaka. wa anin nabii sallallahu alayhi wasallam, na hadithi kutoka kwa mtume alayhi salam, fi man mana az-zakata, hadithi inayomzungumzia mtu mwenye kuziwia zaka ya mali yake.
qala asema mtume alayhi salam man mana'aha mwenye kuziwia zaka ya mali yake fa inna akhidhuha hakika sisi ni wenye kuichukua zaka hiyo fa inna akhidhuha hakika sisi ni wenye kuichukua zaka hiyo wa shatara ibilihi na nusu ya ngamia wake wa shatara ibilihi na nusu ya ngamia wake na katika lafdhi wa shatara malihi wa shatara malihi na nusu ya mali yake kwamba mtume alayhi salam asema man mana'aha mwenye kuziwia zaka hiyo yani zaka ya mali yake fa inna akhidhuha hakika sisi ni wenye kuichukua kwa maana ni wenye kuichukua kwa nguvu shaa am aba ni wenye kuichukua kwa nguvu atake asitake tutakuwa ni wenye kuichukua na sio kuchukua tu zaka hiyo ya wajib katika mali yake bali kwa kumwadhibu tunachukua na ziada kwa kumwadhibu kwa kitendo cha yeye kuziwia zaka ya mali yake tunachukua na ziada fa inna akhidhuha hakika sisi ni wenye kuichukua zaka hiyo wa shatara ibilihi na nusu ya ngamia wake au katika lafdhi nyingine wa shatara malihi na nusu ya mali yake kwa maana tutachukua zaka ya wajib katika mali yake na ziada tena ziada yenyewe tunachukua nusu nzima ya mali yake kuonesha adhabu anayostahili kuipata mtu huyo hapa duniani azmatun min azamati rabbina azmatun min azamati rabbina kufanya hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema azmatun kufanya hivyo ni fardhi azmatun ay fardun kufanya hivyo ni fardhi min azamati rabbina katika faradhi za Mola wetu alizozifaradhisha azmatun ay fardun min azamati rabbina ay min furudi rabbina subhanahu wa ta'ala yajibu akhdhuha biquwwa kufanya hivyo ni fardhi katika fardhi alizofaradhisha Mola wetu kwetu sisi ya kwamba tuzichukue mali hizo kwake yeye mtu huyo biquwwa kwa nguvu shaa am aba atake astake tutakuwa ni wenye kuichukua mali hiyo akhrajahu Abu Dawud والنسائي حديث هي ميتوى إمام أبو داود كذلك إمام النسائي من حديث بهز ابن حكيم كتك حديث يا بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده كتك حديث يا بهز ابن حكيم كتوك باباكي عن أبيه kutoka kwa baba yake an jaddihi kutoka kwa babu yake kwa maana baba yake anachukua kwa baba yake ambaye Bahz ibn Hakim anamuita babu yake hadithi hii inaonesha uqubatun dunyawiyya adhabu anastahili kuipata mtu hapa duniani ala man'i zakati juu ya kuziwia kutoa zaka wa huwa fi qabdi as-sultan hali ya kuwa yupo chini ya kiongozi mtu anapoziwia kutoa zaka ili hali yupo chini ya kiongozi anastahiki adhabu
awalan katika hizo adhabu zinazoainishwa katika hadithi hii ni kwamba akhdhuha minhu biquwwa, ni kuichukua zaka ya mali kutoka kwa mtu huyo biquwwa, kwa nguvu. Ameziwia zaka, yachukuliwa kwa nguvu. Anayechukua nani? Kiongozi. Kiongozi wa Uislamu anawatuma watu wake wenye kukusanya zaka, wanakwenda wanaichukua zaka ya mali yake kwa nguvu, hata kama hataki. Thaniyan, adhabu ya pili, annahu yu'khadhu minhu shatra malihi, ni kwamba mtu huyo katika kuadhibiwa kwa kitendo alichokifanya yachukuliwa nusu nzima ya mali yake. Annahu yu'khadhu minhu shatru malihi, inachukuliwa nusu nzima ya mali yake. Alladhi mana zakatahu, mali ambayo ameziwia kuitolea zaka yake. Kwa hivyo hizi ni adhabu ambazo ameahidiwa mtu huyu kukumbana nazo hapa duniani, mwenye kuziwia zaka ya mali yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika haya maneno aliposema ya kwamba man manaaha, mwenye kuziwia zaka ya mali yake, fa inna akhidhuha, hakika sisi ni wenye kuichukua, wa shatra ibilihi, na nusu ya ngamia wake. Azmatun min azamati rabbina, kufanya hivyo ni fardhi katika faradhi za Mola wetu alizotufaradhishia sisi, kuzichukua mali hizo kwa nguvu kutoka kwa watu wa sampuli hiyo. Kiangalia hapa chini namba 1 anasema hadithun hasan. Hadithi hii ni hasan, hadithi ambayo ameitoa Imam Abu Dauda kadhalika na Imam An-Nasa'i katika Mu'jam al-Kabir, hadithi ya Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Na kadhalika ameihasanisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh al-Albani kuwa ni hadithun hasan. Kadhalika na ameisahihisha al-Imam Ibn al-Madini, kadhalika na Imam Ahmad bin Hanbali, kadhalika na Imam al-Hakim na wengineo. Na wako katika ahlul ilmi pia wameidhofisha, wako katika ahlul ilmi wameidhofisha hadithi hii. Na ahlul ilmi katika kuelezea hadithi hii wako wanaosema ya kwamba hadithi hii ni mansukh. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusema tutachukua zaka ya mali yake aliyoiziwia, wa shatara mali, na nusu ya mali yake, yani tutachukua zaka na ziada. Maneno haya kwamba tutachukua na ziada mansukh, kwamba maneno haya yamefutwa. Annahu kana fi awwal al-amri, kwamba hukumu hii ilikuwa mwanzo wa Uislamu, ndio walikuwa watu wanaadhibiwa hivi. Mtu akiziwia anaadhibiwa kwa kuchukuliwa ile zaka ya wajib na nusu ya mali yake, kwamba hii ilikuwa mwanzo, fi awwal al-amri, mwanzo wa kufaradhishwa ibada hii ya zaka. Hii ni kauli ya kwanza, kwamba ziada hii ni mansukh, imefutwa. Kauli ya pili katika kutafsiri maana ya shatara malihi au shatara ibilihi, wanasema inakusudiwa akhdhu karaimi malihi, inakusudiwa kuchukua zile mali zake zilizokuwa bora zaidi kuliko zote, kwamba mwenye kuziwia zaka ya mali yake, fa inna akhidhuha, hakika sisi ni wenye kuichukua kwa nguvu. Tena kuchukua kwenyewe tutachagua zile mali ambazo ni nzuri zaidi, ndio tutachukua.
ili kumwadhibu, kwa sababu katika mfumo na utaratibu wa uchukuaji wa zaka haitakiwi kuchukua zile karaim, zile mali ambazo ni nzuri zaidi. Tayari unachukua, zinatakiwa zitolewe wasat, zile mali za saizi ya kati, yani zile mali za kati na kati. Usitoe ya juu sana, lakini pia usitoe duni sana. Toa ya wasat. Huu ndio utoaji wa zaka. Sasa kwa kumwadhibu mtu huyo, kama ni wanyama mathalan, ana wanyama wakubwa wa saizi ya kati na wadogo, tunachukua wale wakubwa wale ndio tunachagua kwa kumwadhibu. Hii pia ni kauli ya pili katika kuelezea maana wa shatara iblihi. Na tutachukua nusu ya ngamia wake, kwa maana tunachukua wale ngamia waliokuwa bora zaidi anaowapenda, ndio tutakao wachukua hao kwa lengo la kumwadabisha. Maana ya tatu, kauli ya tatu inayoelezea maana ya shatara iblihi, wanasema anna hadha min alwa'idi alladhi lam yu'mal bihi, ni katika ahadi ya adhabu kali iliyoahidiwa watu ambayo haijafanywa kazi. Kwamba maneno haya ya Mtume alayhi salam, min alwa'id, ni katika ahadi ya adhabu aliyoitoa Mtume alayhi salam, ahadi ya adhabu ambayo lam yu'mal bihi, haijafanywa kazi. Kwamba Mtume alayhi salam mwenyewe aliyasema haya maneno, lakini hakufanya hivyo. Kwa maana aliyasema haya maneno tashdidan, akitilia mkazo swala la utoaji wa zaka, na akitahadharisha watu kuziwia zaka ya mali yao, kwa akawatisha kuonesha kwamba atakayeziwia zaka ya mali yake tutaichukua kwa nguvu na adhabu juu, na adhabu juu yake kwa kuchukua ziada ya mali yake. Hizi ni aqwali za ahlul ilmi katika kuelezea na kutafsiri kipande hiki cha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayoonesha madhara ya kuziwia zaka. Kwa hiyo wako wanaosema kwamba ziada kauli hii imefutwa, lakini wengine wakasema hapana, haijafutwa, bali kusudio lake inakusudiwa kuchukua mali iliyokuwa bora, au ni katika ahadi ya adhabu kali ambayo haijafanywa kazi, lakini hadithi hii haijafutwa. Kwa hii pia ni dalili katika adilla alizoziweka Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kuonesha madhara ya kuziwia zaka, na kwamba mwenye kuziwia zaka akiwa chini ya kiongozi anayo haki ya kuichukua zaka hiyo kwake yeye kwa lazima. وعن يحيى ابن أبي كثير, na hadithi nyingine kutoka kwa Yahya ibn Abi Kathir, qala, asema, haddathani Amir al-Uqayli, amenihadithia mimi Amir al-Uqayli, anna abahu, ya kwamba baba yake Amir, akhbarahu, alimkhabarisha, alimuelezea, annahu sami'a Aba Hurairata, kwamba yeye alimsikia Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, akisema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah, awwalu thalathatin, watu watatu wa mwanzo, awwalu thalathatin, watu watatu wa mwanzo, yadkhuluna aljanna, yadkhuluna an-nara, watakaoingia motoni. Awwalu thalathatin, watu watatu wa mwanzo kabisa, yadkhuluna an-nara, watakaoingia motoni. Haya maneno tuyasikilize kwa umakini sana. Hadithi hii
na kama kuna mtu anasinzia amke. Hadithi hii anasimulia Yahya ibn Abi Kathir, ambaye Yahya ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala anachukua hadithi kutoka kwa Amir al-Uqayli. ndio anasema Yahya ibn Abi Kathir, haddathani Amir al-Uqayli, amenihadithia mimi Amir al-Uqayli, anna abahu, kwamba babake, yani babake Amir, kwamba babake Amir akhbarahu, alimpa habari, alimuelezea ya kwamba annahu sami'a Aba Hurairata, kwamba yeye alimsikia Abu Huraira. babake Amir alimsikia Abu Huraira yakulu, akisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nara, watu watatu wa mwanzo kuingia motoni ni hao wafuatao. Na zimekuja hadithi tofauti tofauti zikielezea kwa sura kama hii, kwamba watu watatu wa mwanzo kuingia motoni anawataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu watatu wa mwanzo kuingia motoni anawataja tayari. Sasa katika hao pia, katika hadithi iliyokuja kuelezea watu watatu wa mwanzo kuingia motoni, akawataja mtu wa kwanza, amirun musallatun. Amirun musallatun, kiongozi dhalim. Amirun musallatun, kiongozi dhalim, yani kiongozi mwenye kuwadhulumu raia wake dhulma nyingi. Musallatun ay amirun dhalimun kathiru dhulmi, ni kiongozi dhalim mwenye kuwadhulumu watu wake kwa wingi, yani mwenye kuwafanyia dhulma kwa wingi watu wake, raia wake. Wale watu wanaowaongoza akawa anawadhulumu sana yeye kama kiongozi wao. Huyo ni mtu wa kwanza katika watu watatu watakaoingia motoni mwanzoni kabisa. Amirun musallatun, ni kiongozi dhalim mwenye kuwadhulumu watu wake dhulma nyingi sana. Huyo ni mtu wa kwanza, kiongozi dhalim. Na kiongozi wako anapokuwa na kudhulumu katika imma, katika mali yako, katika heshima yako, madam ni kiongozi wako, madha yajibu alayka? As-sam'u wat-ta'a. Wajibu wako wewe ni kusikiza na kutii kwa kiongozi wako, hata kama ananidhulumu, naam, hata kama nakudhulumu. Anachukua mali yangu, naam, hata kama anachukua mali yako. Alaika bisabri, ni juu yako kujilazimisha na subira. Hata kama atanipiga, naam, hata kama atakupiga. Wa in daraba dhaharaka, hata kama atakupiga. Alaika ish bisabri wat-ta'a, ni juu yako kusubiri na kumtii, na wala usitoke chini ya taa yake, kwa sababu huenda utakapotoka chini ya taa yake, madhara utakayokumbana nayo, mafsada yatakayojitokeza kwako wewe, na si kwako wewe tu, na mali yako na familia yako, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko kufanya subira. Sheria mpaka kuweka nidhamu hizi na utaratibu huu ni kuangalia maslahi mapana sana. Kwa hivyo baadhi ya watu tunapowaeleza hivi juu ya kuwatii na kuwaheshimu viongozi, haiwezekani. Yaani inakuwaje nikubali na dhulumiwa hivi viongozi madhalim, halafu tuwasikilize? Haiwezekani. Ya akhi, kutoka kuwasikiliza viongozi ni kuvunja misingi ya kisheria, hata kama wanafanya dhulma. Tayib, tumetoka kidogo
lakini hatujatoka bado, tupo. Ahamu shay na kusudia kuwarudisha watu kuwatii viongozi kwa sababu watu wengi ni wenye kuvunja msingi huu, na msingi katika misingi ahlus sunnah wal jamaa ni kuwasikiza na kuwatii watawala, wa injaru wa dhalamu, hata kama watakuwa ni waovu madhalim. Wajibu wetu ni kufanya subira na kuombea dua ya hidayah, Allah tabarak wa taala awaongoze, awafanye kuwa ni viongozi bora. Lakini pia na sisi wenyewe tubadilishe nyoyo zetu, tuangalie tumeteleza wapi, kwa sababu katika adhabu za Allah tabarak wa taala kuwatahini waja wake ni kuwatawalisha viongozi madhalim, pale ambapo waja hao watakuwa ni wenye kuvunja ahadi ya Allah tabaraka wa taala. Watu wakivunja ahadi ya Allah anawasalitisha kwa viongozi madhalim. Kwa saa zingine watu wasilalamike kwamba wanadhulumiwa na viongozi, waangalie wao nyoyo zao zimesalimika. Huenda ni adhabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Tayeb. Kwa mtu wa kwanza katika watu watatu wa mwanzo kabisa kuingia motoni, amirun musallaq, ni kiongozi dhalim. Wadhu tharwatin, mtu wa pili, wadhu tharwatin, na mwenye mali nyingi. Dhu tharwatin ay dhu malin kathirin, sahibu malin kathir, mwenye mali nyingi. Tharwa ni mali nyingi. Mtu wa pili, wadhu tharwatin, na mwenye mali nyingi. La yuaddi haqqa Allahi fi malihi, mtu ambaye asiyetekeleza, asiyetoa haki ya Allah fi malihi, katika mali yake. La yuaddi haqqa Allahi ay la yuaddi zakata malihi, mtu ambaye asiyetoa zaka ya mali yake, asiyetoa haki ya Allah katika mali yake, kwa maana asiyetoa zaka ya mali yake. Huyo ni mtu wa pili katika watu ambao ni watatu wa mwanzo kuingia motoni. Dhu tharwatin ni mtu mwenye mali nyingi, yani tajiri, mtu tajiri ambaye asiyetoa zaka ya mali yake, asiyetoa haki ya Allah tabaraka wa taala katika mali yake. Na haki ya Allah inayokusudiwa hapa ni zakatu malihi, ni ile zaka ya mali yake, zaka ya wajib. Kwa hivyo huyo ni mtu wa pili katika watu ambao ni watu watatu watakaoingia motoni katika hatua za mwanzo kabisa. Mwenye mali nyingi asiyetoa haki ya Allah tabaraka wa taala katika mali yake. Na hii ni hatari na ni tahadhari kwa matajiri wasiotoa zaka ya mali zao. Wajiandae na wafahamu ya kwamba wao watakuwa katika orodha hii ya watu hawa watatu wa mwanzo watakaoingia motoni, wa na'udhu billahi min adhabi jahannam. Mtu wa tatu akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa faqirun fakhurun, wa faqirun fakhurun. Mtu wa tatu ni maskini jeuri. Hapa ndipo nilipokuwa nakusudia, na ndo nikasema hata aliyelala amke, kwa sababu hiki kipande kinatuhusu sote masakini. Na ukiangalia sote tuliohudhuria darasa wengi ni masakini. Nasallallahu tabaraka wa taala an yarzuqana min fadli. Mtu wa tatu katika watu ambao watakaoingia motoni mwanzoni kabisa, wa faqirun fakhurun, ni maskini jeuri. Hiyo ndio lugha nyepesi, yani fakiri mwenye kujifakharisha au maskini mwenye kujifakharisha. Lakini Kiswahili chetu chepesi ambayo ndio lugha tumezoea, maskini jeuri. Mtu wa tatu ni maskini jeuri. Mtu ni maskini alafu ni jeuri. Jeuri vipi? Tutakujaona. Tayeb. Idhan hadithi hii
tunaona namna tutahadharisha juu ya mambo haya ambayo yametajwa na sifa hizi ambazo zimeelezwa za hawa watu watatu ambao ni watu watatu wa mwanzo kabisa katika kuingia motoni: kiongozi mwenye kuwadhulumu raia wake, mtu wa pili mwenye mali nyingi asiyetoa haki ya Allah katika mali yake, yani asiyetoa zaka ya mali yake, na mtu wa tatu wa faqirun fakhurun, na fakiri mwenye kujifakharisha, kwa maana maskini jeuri. Hadithi hii ukiangalia hapa chini anasema ni hadithun dhaif, hadithi dhaifu. Akhrajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad wa Ibn Abi Shayba, kadhalika na Imam Ibn Abi Shayba wa Ibn Khuzaimah, kadhalika na Imam Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibbana na Imam Ibn Hibbana na wengineo. وضعفه الألباني كذلك ناميذوفيشا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. na imekuja hadithi hii kwa alfadhi tofauti tofauti na njia tofauti tofauti, lakini maulama wanasema hadithi hii ni dhaif bijamii alfadhihi wa turqihi, kwamba ni hadithi dhaifu kwa alfadhi zake zote na njia zake zote, ni hadithi dhaifu la yuqawi ba'dahu ba'dha, kwa njia zake zote, yani njia hizo si zenye kuzipa nguvu nyingine, kwa maana hadithi hii ni dhaifu kwa njia zote. Na ahlul ilmi katika kuelezea maneno haya wa faqirun fakhur na maskini jeuri, maskini jeuri yupoje? Wanasema ni faqirun mutakabbirun, ni fakiri au maskini mwenye jeuri, mwenye kibri, mwenye kujikweza. Mutashabbihun bima lam yu'ta, mwenye kujifananiza na mambo ambayo hajapewa, mwenye kujifananiza na mambo ambayo hana. Yuridu an yaisha bighairi aishihi, ni mtu mwenye kutaka kuishi zaidi ya maisha yake. Hizi ni katika sura za kuonesha na kumwelezea maskini jeuri. Maskini jeuri ni yule ambaye mwenye kibri, mwenye kujifakharisha kwa vitu ambavyo hana, kadhalika anataka kuishi maisha ambayo si ya kwake, anataka kuishi maisha ya watu wengine. Huyo ndio maskini jeuri. Anakuambia mimi sina hela lakini siwezi kula maharage, mimi sina hela lakini siwezi kula maharage, sina hela lakini siwezi kula dagaa. Mimi sina pesa kweli, lakini nyumbani kwangu hapaliwi dagaa, pamoja na kwamba sina pesa. Haya ndio maneno ya maskini jeuri. Mimi sina pesa lakini unishindi shekhe. Wewe ushasema huna pesa, hasa unasemaje mwenye pesa akushindi? Hii ndio jeuri yenyewe hii. Wewe ukishakuwa ni maskini, huna pesa, ndio huna pesa. Katika upande wa pesa huwezi kulingana na mwenye nazo. Kwa hiyo haitakikani kujifakharisha na kujikweza kwa mbele ya mwenye nazo, kwamba mimi sina lakini wewe unazo, hunishindi chochote. Sawa sawa. Na mithili ya maneno haya kadhalika katika vitendo ya wanaovifanya maskini jeuri. Mathalan, mtu akitaka kwenda kuposa, baada ya kuvaa nguo zake anaazima nguo ambayo ni nzuri kabisa, anatinga vizuri, nguo mpya
anapendeza vizuri, ili kula na kuenda kuposa wamuone ni mtanashati, smart sana, ni mtu mwenye pesa. Wengine wanaazima magari, akitaka kwenda kuposa mtu anaazima gari wakati hana gari, anaazima gari alimradi kule akajionyeshe kule anakwenda kuposa, anakwenda anatamba ili waone mashaallah tumepata mkwe mwenye gari, kumbe ni swaluku la shay'a lahu, maskini wa kutupwa. Hiyo gari kaazima na mafuta kawekewa, a'udhu billah. Haya si wanafanya watu, haya wanafanya watu. Sasa huu ni ujeuri wa masakini. Haya ndio katika matendo anayoyafanya maskini jeuri. Yani mtu anataka kuishi zaidi ya maisha yake, anataka kujifakharisha watu wamuone ni mtu mwenye hali ya juu, ile hali uhalisia wa maisha yake ni hali ya chini. Kadhalika huyu ni katika watu hawa watatu ambao ni watu watatu wa mwanzo watakaoingia motoni. Kwa hivyo tujitahidi sana, tunasihiki katika hadithi hii, tunasihiki ndugu zangu katika imani, sisi wenye hali duni, wenye hali za chini, tujitahidi na tukubali kuishi maisha yetu, tuendane na hali zetu, na tusiwe ni wenye kujifakharisha kwa maneno au kwa vitendo, alimradi tuonekane kwamba na sisi ni watu wenye matawi ya juu, hali ya kuwa ni kinyume na uhalisia wa maisha yetu. Haitakikani kabisa. Haikatazi kuazima, unaweza kusema kwa hivyo haifai kuazima. La, kuazima unaruhusiwa kuazima, sawa sawa, naam, lakini usiazime kitu kwa lengo la kwenda kuwakomoa watu au kwa lengo la kwenda kuwaoneshea watu kwamba ili wakuone na wakusifie. Tena mtu anaazima gari na anaendesha mwenyewe ili aonekane ndio mwenye gari. Tena saa zingine anaazima gari anakuwa na yule mwenye gari. Sasa kwa sababu ya jeuri yake anataka akawaoneshe watu kule ile jeuri yake, anamwambia kaa pembeni. Mwenye gari anakaa pembeni, anaendesha yeye, alimradi watu watakapomuona kule wajue kwamba huyu anaendesha ndio mwenye gari. Na mara nyingi inakuaga hivyo, watu wanachukulia hivyo kwamba anaendesha ndio mwenye gari, yule aliokaa pembeni huyo ni amepakiwa tu, amepewa lift. Kumbe yeye anaendesha ndio kapewa lift. Hii ndio hali ya maskini jeuri. Kwa hiyo tujitahidi kuishi maisha yetu, sawa sawa, naam, na mengineyo katika hali ambazo ahlul ilmi wanaelezea katika kumuelezea maskini jeuri. Kwa hii sifa ni mbaya sana, haitakikani muislamu kusifika na sifa hii. Naam, wallahu aalam. Hadithi ya mwisho, wa an sharikin, na hadithi nyingine kutoka kwa Sharik, wa an sharikin, na hadithi kutoka kwa Sharik wa ghairihi, na wengineo asiyokuwa yeye, an abi Ishaqa, kutoka kwa abi Ishaqa, yani Sharik na wenzake wamechukua hadithi hii an abi Ishaqa, kutoka kwa abi Ishaqa, an abi al-Ahwasi, kutoka kwa abi al-Ahwas, kutoka kwa abi al-Ahwasi. Kwa maana abi Ishaqa anachukua hadithi hii kutoka kwa abi al-Ahwasi ambaye ni tabi'iyun jalil, abi al-Ahwasi. An Abdullah, kutoka kwa Abdullah. Abi al-Ahwas anapokea hadithi hii kutoka kwa nani? Kwa Abdullah, ay Abdullah ibn Mas'ud, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, amesema Abdullah ibn Mas'ud
umirtum bisalati, mumeamrishwa kuswali. Umirtum bisalati, enyi watu mmeamrishwa nyinyi kusimamisha swala. Wazakati, kadhalika mmeamrishwa kutoa zaka. Faman lam yuzakki, basi mtu yoyote asiyetoa zaka ya mali yake, fala salata lahu, mtu huyo hana sala. Fala salata lahu, mtu huyo hana sala, kwa maana sala yake haitokubalika. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, umirtum bis-salati, nyinyi waislamu mmeamrishwa na Allah tabaraka wa taala kusimamisha sala tano. Wazakati, kadhalika na kutoa zaka ya mali zenu. Faman lam yuzakki, basi mtu yoyote asiyetoa zaka ya mali yake, fala salata lahu, mtu huyo hana sala, kwa maana hatokubaliwa swala yake. Maneno haya Abdullah ibn Mas'ud yanaonesha msimamo wake ya kwamba mani'u zakati kafiru, kwamba mwenye kuziwia zaka mtu huyo anakuwa amekufuru, kwamba mwenye kuziwia zaka anakuwa amekufuru na haikubaliwi ibada yake ya sala. Hii ndio hadithi ya mwisho na athari ya mwisho ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katika mlango huu wa zaka, katika dalili zinazoonesha madhara na hatari ya watu wenye kuziwia zaka ya mali zao. Abdullah ibn Mas'ud yeye anaona kwamba mtu asiyetoa zaka anakuwa amefanyaje? Amekufuru, amemkufuru Allah tabaraka wa taala. Hadithi hii ameitoa al-Imam al-Lalakai katika sharh usul al-i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa. Kadhalika ameipokea Imam at-Tabarani fi al-Kabiri kwa lafzi nyingine, umirna biiqami salati wa ita'i zakati faman lam yuzakki fala salata lahu. Imam at-Tabarani ameitoa hadithi hii kwa lafzi nyingine, umirna biiqami salat, tumeamrishwa sisi kusimamisha sala, wa ita'i zaka, na kutoa zaka. Faman lam yuzakki, basi mtu yoyote asiyetoa zaka ya mali yake, fala salata lahu, hana sala. Na sanadi hii ni salih. Sanadi hii kwa lafzi hii ya Imam at-Tabarani ni sanadun salih, ni sanadi iliyokuwa mzuri, la basa bihi. Ama kwa lafzi hii tulionayo hapa, umirtum bisalati, ni hadithi ambayo kwa lafzi hii ni dhaifu, kama tunavyoona hapa katika hashia, anasema dhaifun akhrajahu Abdullah ibn Ahmad fi sunnah, kwamba hadithi hii ni dhaifu. Kwa lafzi hii ameitoa Abdullah ibn Ahmad, mtoto wa Imam Ahmad, katika kitabu chake as-Sunnah, na Imam al-Lalakai katika sharh usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. Idhan tubakia hapa kwa leo insha Allah taala, tutosheke na dalili hizo ambazo tumezipitia kuanzia majlisi iliyopita na majlisi ya leo, kuonesha madhara ya kuziwia zaka ya mali. Wallahu taala a'lam. Kwa kuziwia zaka ni kabira min kabairi dhunub. Kuziwia zaka ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Inahitajika watu kujiepusha na jarima hili la kuziwia zaka ya mali. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.